mlango kushoto, hakuna mlango kulia, hakuna dirisha, hakuna chochote, lakini sharti ni moja, malango yako yanatakiwa yawe wazi daima. Bwana Yesu apewe sifa. Naomba nisikilize popote pale ulipo. Naomba nisikilize popote pale ulipo. Neno hili nataka nikupe ni neno ya ushindi. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza ile sura ya 16 na ule mstari wa 9. Wakorinto wa kwanza 16 au ule mstari wa 9. Maandiko matakatifu yanasema, kwa maana nimefunguliwa mlango. Kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, wako wengi wanipingao. Anasema kwa maana, Mtume Paulo anasema kwa maana nimefunguliwa mlango. Mlango mwenyewe aliyofunguliwa Mtume Paulo ni mkubwa sana, mkubwa sana. Kama unanisikiliza popote pale ulipo, andika kwenye comment section hapo, nimefunguliwa mlango mkubwa sana. Andika maneno hayo na kusubiri uandike maneno hayo. Andika maneno hayo, nimefunguliwa mlango mkubwa sana, mkubwa sana, mkubwa sana. Nimefunguliwa mlango wa biashara mkubwa sana. Nimefunguliwa mlango wa kazi mkubwa sana. Mlango wa afya mkubwa sana. Mlango wa mafanikio mkubwa sana, wa kumiliki mkubwa. Nimefunguliwa mlango mkubwa sana. Andika hapo, nimefunguliwa mlango mkubwa sana. Na kusubiri wewe unanitazama hapo, andika tu hapo kwenye comment section kwamba nimefunguliwa mlango mkubwa, mkubwa, mkubwa sana, nimefunguliwa. Mtume Paulo anaongea maneno haya, anasema kwa maana nimefunguliwa mlango. Mtume Paulo asemi nimefungua mlango. Mtume Paulo asemi nimeingia kwenye maombi ya kushindana, mlango nimeufungua. No, anasema nimefunguliwa mlango. Kuna mlango Mtume Paulo amefunguliwa, na mlango wenyewe aliofunguliwa ni mkubwa sana, mkubwa mno. Mlango wa promotion amefunguliwa, mkubwa mno. Mlango wa baraka amefunguliwa, mkubwa mno. 2026 umefunguliwa mlango mkubwa sana. Umefunguliwa mlango wa safari mkubwa sana. Na ndio maana Mungu akasema yatakuwa vile vile kama nilivyokuambia, kama nilivyosema. Kwa nini yatakuwa vile vile? Limefunguliwa mlango mkubwa sana,